Katika kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama manispaa ya Morogoro, uongozi wa mkoa wa Morogoro umesema umeanza kufanya jitihada za kuhakikisha wanakabiliana na changamoto hizo. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati maalum ya maji inayojumuisha wadau wa sekta ya maji manispaa ya Morogoro pamoja na ardhi, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema kwa sasa wameanza kufanya utafiti kwenye maeneo yanayodaiwa kuwa na maji ya kutosha ili kuanza kuchimba visima na kuanza kutoa huduma hiyo kwa wananchi. RC Malima amesema kuwa wakazi zaidi ya 500,000 wa manispaa ya Morogoro wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hivyo hatua hiyo itasaidia kupunguza makali ya changamoto hiyo. Dr. Samia Suluhu Hassan ametupa, kila mkoa ametupa gari la kuchimba visima ambayo wamekabidhiwa RUWASA. Kwa hiyo sasa tukipata huo ushirikiano wa pamoja tunaweza tukapata majibu ambayo ni ya kisayansi zaidi, majibu ambayo yana mwelekeo zaidi, na ndicho tulichofanya. Tumefanya kazi hiyo kama wiki ya 3 au ya 4 sasa, na matokeo yake ni mazuri sana. Hapa tulipo kule tumetoka Mafisa kuna makazi ya watu wengi, lakini katikati ya Mafisa tumegundua tuna chanzo cha maji kikubwa kama hiki ambapo hatujamaliza kuchimba, lakini kisima kimoja ambacho kilikuwa kinachimbwa, mashine ikapata shida katikati, lakini watu wa RUWASA na MORUWASA kwa pamoja wananihakikishia kwamba kazi ya kuchimba itaendelea, kazi ya kutafuta maji itaendelea, na kwamba tutapata majibu. Tumekubali, tumepeana siku 5 tukitoka hapo pale. Kwa hiyo pale tumewaambia bonde la Wamiruvu aendelee kutafuta maji maeneo yale, na hapa pia tunaendelea kutafuta maji. Hapa tumebaini maeneo 3 hapa tulipo, eneo kama la mita 100 kutoka hapa na lingine mita zingine 50-100 kutoka hapa. Kwa hiyo haya maeneo ambayo tunabaini, kusema kweli, kama tutapata maji kwa ujumla labda lita milioni 3 kwa siku, tukaweza kuvuna lita milioni 3 kwa siku. Hayo ni maji ambayo kwa ukuaji wa watu wa Morogoro si maji mengi, lakini kwa mtu ambaye anapata maji anafanikiwa kuvuna nyumbani kwake ndoo 5 au ndoo 10 za lita 20, lita 200. Alafu maji hayo yanakuwa maji ambayo anatumia wiki nzima. Sasa baina ya kumwambia nakupa lita 200 kwa siku hizo anazovuna sasa hivi kwa muda wa siku 4-5, na nikimwambia kwamba kwa maji haya ninaweza nikahakikisha kwamba kila nyumba inajaza tenki la lita 100,000 mara 3 kwa wiki, ni tofauti kubwa sana. Sasa hivi ana maximum anaweza kujaza labda tuseme lita 500 kwa siku, na anatoka mara moja kwa wiki. Sasa mimi nataka nibadilishe frequency ile, niseme kwamba kwa maji haya tunayovuna itoshe kwamba niwapelekee kila kaya, badala ya lita 500 kwa wiki niwapelekee lita 1000 mara 3 kwa wiki, badala ya lita 500 mara 1 au mara 2 kwa wiki. Mambo haya yote tunayozungumza ni kiasi ya kusema tunatengeneza taratibu za management ya maji kidogo tuliokuwa nayo, ili kila mtu Morogoro apate, Morogoro mjini na yapate kwa kiasi kinachoridhisha. Haya maji tunayoyazungumza hapa kwa wingi wake, maana tunazungumza upatikanaji wa maji kwa watu wasiopungua 500,000. Ndio mkakati ambao hao ndio more or less watu ambao hapa Morogoro mjini wana mahitaji critical ya maji, wanafika kiasi cha watu 500,000. Kwa hiyo hizi zote ni hatua hizo za kuwajaribu kuwapunguzia makali ya ukosefu wa maji, na kwa sababu tayari nyinyi mmeshabaini kwamba maji haya tunayozungumzia ni maji yenye kiwango kizuri, maji mazuri yanatoka chini ya ardhi, nadhani hata hiyo treatment cost na jambo inaweza kuwa sio kubwa.
ni lile ambalo nimesema kule tulipokuwa wapi Kayenze Mafisa, kwamba kutoka hapa kupeleka pale tunasema ni kama kilomita 6. Kwa hiyo tutatandaza mabomba hapa, tutapitisha hapa katikati mabomba kilomita 6 mpaka kufika kwenye tenki ya nani. And then pale nategemea tukiyapeleka pale tunayapeleka wapi. Kwa mimi ninakuombeni pia mfanye tathmini. Dr. Samia Suluhu Hassan hajatuambia kwamba pochi limekwisha. Kwa hiyo nyinyi tuambieni the best way. Tutapeleka lita milioni 1 pale ambao tunavuna leo. Kesho yake tukivuna lita milioni 1 tunapandisha kwenye tenki tulikuwa nalo hapa. Kwa hiyo mnaweza mkawa tuna alternate. Maji ambayo tunazalisha leo lita milioni 1 tunapeleka pale. Lita milioni 1 za kesho tunapandisha kwenye tenki ambalo tuna lita milioni 1 au lita milioni 1.5 hapa. Kwa hayo yote ni mambo ya kuyafikiria. Hapa tuko katika kata ya Tungi ambapo tumechimba kisima. Kisima hichi kinazalisha maji lita 23,500 kwa saa. Katika eneo hili tumetafiti tena maeneo 3 mengine ambayo tunategemea kuchimba na yatatoa kiasi zaidi ya kiasi hiki, tunategemea hivyo, na kama yatatoa kama tunavyotegemea, maana yake tutapunguza kwa kiasi kikubwa, kwa maana kwamba kwa eneo hili tu tunaweza kuzalisha lita 120 kwa saa, ambapo maji haya yatakuwa yanafaidisha kata ya Tungi, Nane Nane na maeneo yanayozunguka eneo hili. Lakini pia tumefanya tafiti katika eneo la Mafisa kule ambapo tumetoka. Kuna kisima kimoja kimechimbwa pale ambapo nacho tunategemea kupata lita 30,000 kwa saa, lakini kama mkuu wa mkoa alivyosema, ameagiza kwamba tuendelee kufanya tafiti na tutaendelea kufanya tafiti ya maeneo mengine ili kuweza kupunguza tatizo kubwa, kama sio kumaliza tatizo la maji katika manispaa ya Morogoro.